Qarun aliendelea kupita katikati ya watu wake akiwa katika kilele cha fahari na majivuno. Farasi wake walipiga hatua kwa maringo na dhahabu zake zilitoa mwangaza uliopofusha macho ya watazamaji. Alijiona yuko salama, alijiona hakuna nguvu yoyote chini ya jua inayoweza kuugusa utajiri wake. Wale waliopenda dunia waliendelea kumeza mate, wakisema, laiti tungelipewa kama alivyopewa Qarun. Lakini wale watu wema waliendelea kuonya, wakijua fika kuwa Mwenyezi Mungu hamwachi dhalimu wajigambe milele. Na hapo ghafla upepo ukatulia. Ukimya wa kutisha ukatanda katika ule msafara. Ndege angani waliacha kulia, wanyama walianza kuhangaika. Farasi wa Qarun waliokuwa wakipiga hatua kwa maringo walianza kurudi nyuma kwa hofu kubwa, wakikataa kusonga mbele. Qarun akiwa juu ya farasi wake alishangaa, akapiga kelele akiwaamuru walinzi wake wawapige farasi ili wasonge mbele. Lakini wanyama walijua kile ambacho mwanadamu hakukijua. Ardhi ilikuwa imepokea amri kutoka juu ya mbingu saba. Katika surati Al-Qasas, Mwenyezi Mungu anatoa hukumu fupi lakini yenye kutetemesha. Anasema, basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi. Fikiria kiongozi wangu, ardhi ambayo Qarun alikuwa akikanyaga kwa kiburi, ardhi aliyoijengea majumba ya kifahari, ghafla ikaanza kutetemeka kwa nguvu za kutisha. Sio tetemeko la kawaida. Nyufa kubwa zilianza kupasuka chini ya miguu ya walinzi wake. Vifua vya watu vilijaa hofu. Wale waliokuwa wakimshangilia Qarun walianza kukimbia kwa hofu ya vifo vyao. Ufa mkubwa wenye kiza kinene ulikatika moja kwa moja chini ya farasi wa Qarun. Ardhi ikafungua mdomo wake kama mnyama mkali. Qarun, yule mtu aliyejiona Mungu mdogo, akaanza kuporomoka. Alipiga kelele za kuomba msaada. Aliwatazama walinzi wake, aliwatazama wale maelfu ya watumishi wake. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia, hakuwa na kundi la kumnusuru kumwokoa na Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanaoweza kujitetea. Hakuna aliyejaribu kumshika mkono. Kila mtu alikuwa akipigania roho yake. Dhahabu zake, lulu zake, masanduku yake yaliyojaa utajiri usiohesabika, yote yakaanza kumiminika ndani ya lile shimo lenye giza. Qarun alizama, akifuatwa na majumba yake ya kifahari yaliyoporomoka kama majani makavu na kumezwa na udongo. Kisha ardhi ikajifunga, ikarudi kama ilivyokuwa, ikawa tambarare, kana kwamba Qarun na utajiri wake hawakuwahi kuwepo duniani. Ukimya mzito ukatawala tena. Kiburi kilizikwa hai. Utajiri haukuweza kumnunulia hata sekunde moja ya uhai. Asubuhi iliyofuata, jua lilichomoza na kuangaza lile eneo ambalo jana yake lilikuwa na kasri kubwa la Qarun. Hakukuwa na kasri, hakukuwa na dhahabu, kulikuwa na udongo mtupu. Wale watu maskini, wale ambao jana yake walikuwa wakilia na kutamani kuwa kama Qarun, walikuja na kusimama ukingoni mwa lile eneo. Walipotazama ule udongo uliomkumbatia tajiri yule, mioyo yao ilisimama. Hofu ilitanda vifuani mwao. Wakagundua ukweli mchungu. Wakagundua kuwa laiti Mwenyezi Mungu angewapa kile walichokiomba jana, basi leo hii nao wangekuwa wamemezwa chini ya ardhi pamoja na Qarun. Wakatubu kwa Mola wao hapo hapo. Wakasema kama inavyosimuliwa na Qur'an, kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha. Laiti Mwenyezi Mungu asingelitufanyia hisani, basi bila ya kushaka angelitudidimiza na sisi. Kumbe hawafanikiwi makafiri. Kisa hiki cha Qarun kinafungwa na aya nzito sana, aya ambayo inapaswa kuwa taa ya kila Muislamu anayetafuta maisha ya dunia. Mwenyezi Mungu anasema, hayo ndiyo makazi ya akhera. Tumewafanyia wale siotaka kujikweza duniani wala kufanya uharibifu, na mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Utajiri sio kipimo cha kuwa Mwenyezi Mungu anakupenda, na umaskini sio kipimo cha kuwa Mwenyezi Mungu amekusahau. Kipimo ni kipi unakifanya kwa kile ulichopewa. Qarun alipewa vyote, lakini alikusa akhera. Tuwe waangalifu na mioyo yetu, tusije tukamezwa na kiburi kabla ardhi haijatumeza.